Mheshimiwa Profesa Patrick Ndakidemi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa muda huu, na nianze kwa kumpongeza waziri wetu wa kilimo pamoja na watendaji wake wote kwa kazi nzuri ambazo wamefanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimekuwa kwenye sekta ya kilimo tangu nikiwa kijana mdogo, kuanzia mwaka wa 75 mpaka mwaka wa 2020 nilivostaafu na kuja kwenye siasa. Nimeona mambo mengi sana nikiwa kama mtumishi katika Wizara ya Kilimo. Na niseme ukweli, nimepitia marais wote ambao wameiongoza nchi hii, kuanzia marehemu Mwalimu Nyerere mpaka kwa Mama Samia hapa. Sasa viongozi wetu hawa, Mheshimiwa Mwenyekiti, walikuwa na utashi mzuri wa kisiasa wa kukiendeleza kilimo na kumuondolea mkulima umaskini. Lakini rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na utashi wa kisiasa, alikuwa na kitu cha ziada, na anacho, anafanya kwa matendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninasema hivyo kwa sababu rais wetu huyu ameongeza budget ya wizara hii kutoka kule ilikokuwa aliposhika madaraka mpaka ikafikia 1.2 trillion. Hii ni kitendo kubwa alifanya Mheshimiwa rais wetu. Pia amemteua waziri ambaye yuko makini kimatendo, anafanya kazi na zinaonekana. Naona hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, wamejiandikisha watu 65 kuchangia, na ninajua wengine wamekatwa. Kila mtu alitaka aseme kitu kuhusu Wizara ya Kilimo na utendaji wa hii wizara. Cha tatu, amemteua mshauri wake mkubwa kabisa wa kilimo, mtoto wa mkulima, Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mzengo Pinda. Anamshauri mambo ya kilimo nchi hii. Ameteua wenye viti wa bodi na CEO ambao wanafanya kazi, na tunaona mambo yanayokwenda. Sisi tumpe rais wetu maua yake kwa haya matendo makubwa ambayo amelifanyia nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hotuba ya Mheshimiwa waziri kuna nukuu moja ametoa ambayo imeugusa moyo wangu na mioyo ya Watanzania wote. Naomba nimnukuu: hatuwezi kuondoa umaskini kama hatuwezi kuwaondoa wakulima wadogo kwenye umaskini. Hili ni jambo kubwa, na ndio commitment ya hii wizara, waziri wetu na wasaidizi wake kwenye kuondoa umaskini katika nchi hii. Mimi niendelee kukuomba kamatia hapo hapo, tumsaidie mkulima mdogo waondokane na umaskini, na fadhila zako utazipata kule juu mbinguni. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa kabla sijaanza kuchangia, nimpe ombi Mheshimiwa waziri kwenye jimbo langu. Na skimu ya umwagiliaji ya Mabogini pale ilijengwa miaka ya nyuma, imeshachoka sana, inahitaji iboreshwe, watu wapate maji mengi na tuendelee kuzalisha mpunga kwa uhakika. Hii ni skimu ya uhakika ya mfano hapa nchini, imechoka, tunakuomba uje utusaidie. Skimu ya Mandaka Mnono na kushukuru inaendelea, tukazania ujenzi ili iishe, wale wakulima waanze kuzalisha mpunga. Na pamoja na ule mradi wa Makeresho, kuboresha ile skimu ya Makeresho, tunaomba muendelee kutusaidia, ikiwepo ile skimu ya Arusha chini ambayo ulishatuma wataalamu wakaja kule, lakini bado haijaingia kwenye mpango, na kuomba chonde tusaidiane, ikiwa ni pamoja na kuboresha mifereji ya asili na kupatiwa miche ya ruzuku ya kahawa. Bado wakulima wa mkoa wa Kilimanjaro wanahitaji miche ya kahawa, Mheshimiwa waziri. Sasa baada ya ombi nianze kutoa ushauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nichangie tu ni nini kifanyike ili sekta ya kilimo iweze kumuondolea mkulima umaskini. Tuweke mkazo kwenye vitu vipi? Cha kwanza, nitasema budget iongezeke. Mimi nakubaliana na Profesa Muhongo kabisa kwamba Malabo walipokaa viongozi wa nchi mwaka 2003 na Maputo 2014, tulikubaliana chini kabisa hiyo ya 10%. Sasa hebu tujiulize, tukimpa Mheshimiwa Bashe na jeshi lake 10% ya budget ambayo ni karibia 5.5 trilioni, na sio kwamba tunashindwa, ni nini kitatokea nchi hii kwenye sekta ya kilimo? Mimi niombe, kwa kuwa rais wetu ana utashi wa kimatendo pamoja na wa kisiasa kumsaidia mkulima, hii budget iongezwe. Na nitatoa mfano, kule Israel walipopata tu uhuru, 30% ya budget yao ilikuwa kwenye kilimo, na leo tunaiona Israel ni taifa kubwa linalolima kwa wingi, pamoja na kwamba nchi ya Israel inaingia mara 42. Israeli 42 ndio Tanzania yetu, lakini Israeli ni giant wa kilimo duniani kwa sababu waliwekeza vizuri kwenye kilimo. Kwa hiyo niombe serikali
itafakari na kuiongezea hii wizara pesa, bado hii 1.2 trillion mheshimiwa mwenyekiti hazitoshi. Mheshimiwa mwenyekiti, ushauri wangu wa pili ni kuimarisha ushirika. Ushirika ni component muhimu sana. Hata kule Israeli walivyokuwa wameanza kuboresha kilimo, waliunda vyama vya ushirika vya wakulima, au wakawaunganisha wakulima wadogo wadogo na wale wakubwa, ili wakawawezesha wapate nguvu ya kuzalisha pamoja kwa wingi, nguvu ya kwenda sokoni ku negotiate bei. Najua tunakwenda vizuri. Kwa mfano BBT, vile vikundi vyote tuviboreshe, tuviweke kwenye ushirika, na yale mazao ambayo bado hayajaingia kwenye ushirika tuwaweke pamoja, tuweze kuuza mpunga pamoja, mahindi pamoja, maharage pamoja, kama ilivyo kwenye kahawa, korosho, tumbaku na kadhalika. Tukifanya hivyo tutakuwa tumewasaidia sana wakulima wetu. Kwa hiyo baada ya kusema hilo, naomba niseme mrajisi wa ushirika na yule mkaguzi wa ushirika waongezewe pesa. Bado wana kazi kubwa ya kufanya kuisaidia Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu wa tatu, kuna pembe tatu maarufu sana inayofahamika, naomba mniangalie vizuri. Hapa katikati iko serikali, pale juu yuko mkulima ambaye ndio tunamhudumia, huku kuna utafiti, pembe ya chini huku kulia kuna utafiti, pembe ya kushoto kuna ugani. Sasa hii kitu serikali ikiwaangalia watafiti vizuri, wakawekeza vizuri kwa watafiti wazalishe teknolojia, alafu watu wa ugani kama alivyoongea Mheshimiwa Lusinde wakawa chini yako, uwe unawaangalia mwenyewe, wapeleke teknolojia huku juu kwa wakulima, huo mzunguko tutafanikisha vizuri sana. Kwa hiyo naomba tuendelee kuwekeza kwenye utafiti. Ugani umejitahidi japokuwa hawako kwako, lakini umewapa hata pikipiki na vitu vingine ili wafanye vizuri, ili waweze kusaidia kupeleka teknolojia kutoka kwa watafiti kwenda kwa mkulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, cha mwisho, msaada wa kimataifa tukipata pesa tupeleke kwenye umwagiliaji. Israeli walifanya hivyo. Natoa mfano wa Israeli kwa sababu ni nchi ndogo na imefanikiwa sana. Waliwekeza kwenye maji, wakajenga bomba la urefu wa kilomita 250 kutoka Galilaya mpaka kule kwenda kusini kwenye jangwa kule. Baada ya watu kupata maji kule Israeli, ndio tunaona mafanikio yaliyopatikana. Niombe pamoja na kazi nzuri mnayofanyia kuisupport tume ya umwagiliaji, bado pesa ya umwagiliaji ni ndogo, tuwaongezee pesa. Tuna mtendaji mzuri sana na mwenyekiti wake wa bodi mzuri. Nina uhakika tukifanya hivyo mambo yatatunyokea, mkulima umaskini utamuondoka. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, nawapongeza sana, naunga mkono hoja.